Promova TV, a home of testimonies. Nikukaribishe katika mwendelezo wa ushuhuda kutoka kwake Moses Rushiku wa DRC Congo. Na hii ni sehemu ya 10. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia kunifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Jina ni hilo hilo, Jacktan Msafiri. Wahariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax pamoja na David Robert. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R, Promova TV. Karibu sana. Katika mwendelezo siku ya leo, tutaangazia kuhusu Bacchus pamoja na Dionysus, malaika walioanguka wa divai na ulevi, na jinsi walivyoharibu watumishi wa Mungu. Karibu sana. Kwa neema ya Mungu, leo tutagundua kile kinachotokea tunapokunywa pombe, divai, whisky na vileo vyote vikali. Tukio hili lilitokea siku ya Jumamosi tarehe 11 Januari 2014. Siku hiyo nilipata kifo na nilisafirishwa hadi maisha ya baada ya kifo kwa masaa 10. Baada ya kutembelea makao ya wafu na paradiso, nilijikuta mbele ya kiti cha enzi cha Bwana Yesu Kristo. Kilichonishangaza ni jinsi Bwana alivyohamisha mazungumzo. Tulikuwa na mijadala kuhusu nyakati za mwisho na hukumu ya mwisho kwa pepo wa bia pamoja na ulevi. Kwanza Bwana Yesu alikuwa kwenye kiti chake cha enzi na alianza kuniambia juu ya fumbo la ufalme wa milele wa mbinguni, na alizungumza nami juu ya siri ya wale viumbe hai wanne. Kisha Bwana Yesu Kristo akageuka na kuwa tai mkubwa na akanichukua juu na mbawa zake na tukaanza kuruka. Tulifika mahali alipokuwa akinielezea kuhusu nyakati za mwisho. Alinionyesha mahakama ambapo hukumu ya mwisho itafanyika. Baada ya hapo tuliendelea kuruka na tukaishia msituni duniani. Tulipokuwa tukiruka juu ya msitu huu, tulikuwa tukielekea angani. Kisha nikaona simba akisogea. Kisha Bwana Yesu akaniuliza, "Unaona nini ewe mtu?" Nikamjibu, "Bwana, naona simba." Kisha Bwana akaniambia, "Simba ni sanamu ya kifalme, ni sanamu ya sheria na mamlaka niliyompa Adamu, mtu niliyemweka msituni na bustani ya Edeni ailime. Lakini mtu huyo alijiruhusu kutawaliwa na nguvu na ushawishi wa mambo ambayo alipaswa kutawala katika bustani na msitu huo." Bwana Yesu alisema, "Roho ya msituni imefanya mapatano na maagano na wachungaji wengi na wamishonari wengi nyuma ya migongo ya bila utambuzi wao. Waliingia agano lisilo na fahamu na roho hiyo." Haikuwa muda mrefu baada ya miaka ya uamsho katika 1863 kwamba watumishi wangu, wachungaji na wamishonari walianza kuingia katika maagano na roho ya msitu na mimea bila kujua. Bwana Yesu Kristo aliniambia kwamba roho ambaye anahusika na anguko la makanisa ya uamsho tangu mwaka 1863 ni Dionysus, malaika wa mvinyo na ulevi. Misheni yake ilikuwa ni kuwasukuma wachungaji, wainjilisti na wamishonari kwenye ulevi. Lakini hawakujua kwamba kwa kushikamana na divai walichukuliwa na kuhusishwa na roho na tamaa ya ukuu. Walianza kutamani vitu vya hadhi kama majengo makubwa, nguo za kifahari, tabia mbaya na kadhalika.
Bwana Yesu alisema kwamba kwa kushikamana na mvinyo hata walikuwa wameombwa katika uchawi. Walidanganywa, lakini hawakujua maana ya kiroho ya divai na pombe. Bwana Yesu alisema, imeandikwa katika neno langu, ni nani aliye na ole, nani ana huzuni, nani ana mabishano, nani ana kulalamika, nani ana majeraha bila sababu, nani ana macho mekundu? Wale wanaokaa muda mrefu juu ya mvinyo, wale wanaokwenda kuonja divai iliyochanganywa. Usitazame divai ikiwa nyekundu, inapometa ndani ya kikombe inashuka vizuri, hatimaye unauma kama nyoka, na kuuma kama nyoka macho yako yatawaona wanawake wageni, na moyo wako utaona yaliyopotoka. Soma kitabu cha Mithali sura 23 mstari wa 29 hadi 33. Bwana Yesu akaniuliza, ni nini kinachowachochea watu ndani ya divai? Ndipo Bwana mwenyewe akajibu swali hilo, alisema, kuna pepo ndani ya divai, na kusudi lake ni kuwachoma wale wanaoinywa. Yeye ndiye malaika aliyeanguka, Dionysus. Mpendwa, unaweza kuona picha za pepo huyu kwenye chupa za divai na whisky, akiwa ameshikilia mshale mikononi mwake. Mshale alionao Dionysus ni uwezo wake wa kudhibiti na kuendesha maisha ya watumiaji wa divai, whisky, pombe na vileo vikali. Bwana Yesu aliniambia kwamba Dionysus anaangalia maisha ya watumiaji wa pombe. Anafuatilia maelezo ya maisha yao. Kwa hakika, yeye hufuatilia damu zao, mbegu zao, maziwa yao ya matiti ikiwa ni wanawake. Na anashirikiana na pepo wa mkojo aitwaye Lucifuge Lofocale. Huyu ndiye pepo wa uchawi anayeroga watu. Pepo huyu humsaidia Dionysus katika kuwafanya watu kuwa waraibu wa pombe kupitia uchawi aliowarushia. Bwana Yesu aliniambia kwamba Dionysus anafuatilia na kutumia mbegu za kiume ili kumfanya mlaji wa divai na pombe kupata watoto ambao tayari wamepagawa kutoka matumbo ya mama zao, na watoto hawa watahuishwa na roho ya uovu. Pepo huyu atasababisha upotovu, ulemavu na kutokamilika kwa mtoto kuzaliwa. Mpendwa, nielewe hapa kutokana na neno hili la Bwana kwamba kunywa divai, whisky, pombe na bia utazoofisha uzao wako wakati pepo hushambulia manii. Bwana Yesu aliniambia kwamba kupitia maziwa ya mama, mpango wa shetani ni kwamba watoto wazaliwe na wakuwe na dozi ya pombe ili aweze kuvuruga mizunguko kadhaa ya kimetaboriki katika makuzi ya watoto hawa. Ibilisi amejipanga ili kuwapitisha kimafumbo watumiaji wa mvinyo na pombe wakati wa hali ya ulevi. Na wakati wa hali ya ulevi, Dionysus huweka ndani ya watumiaji wa pombe roho ya machafuko, kupoteza busara na kutia chumvi kupitia mipaka ya kawaida. Tulikuwa bado tukizunguka msitu huu na Bwana Yesu Kristo ambaye alikuwa na umbo la tai mkubwa. Bwana akaniambia, uwe mwangalifu kwa sababu mapepo haya yanahusika na anguko la nyumba ya Ayubu kama watoto wake walivyozoea sherehe na sherehe. Bwana Yesu alisema wachungaji wengi walijihusisha na mvinyo na pombe kwa sababu tangu mwanzo hawakujua kwamba katika mawasiliano ya kwanza ni shetani tayari ameingia na kuwamiliki. Nyoka amewatawala. Unapotazama picha au taswira ya Dionysus, utagundua kuwa mara nyingi yuko uchi na nusu uchi kwa sababu ni pepo wa njozi na msukumo wa ngono. Ndio maana wachungaji wengi leo wako katika uasherati unaotokana na kushikamana kwao na divai, vileo na whisky. Ukiwachunguza wachungaji wanaotamani na kulala na wanawake, utagundua wanakunywa mvinyo na whisky kwa siri.
wanashindwa kuelewa kuwa huyu pepo wa mimea Dionysus anawatawala. Bwana Yesu aliniambia, katika taswira ya picha za Dionysus utaona kwamba amepanda punda, panther na mbuzi. Kisha Bwana kaanza kunieleza kwamba haya ni mapepo au roho zinazomsaidia katika kazi yake ya uharibifu juu ya watumiaji wa pombe. Bwana Yesu alisema panther ni pepo wa uchokonozi ambaye ni sifa mojawapo ya mlevi. Punda ni pepo wa kusahau, kuhamasishwa na watumiaji wa pombe. Watasahau kuhusu wake zao na familia zao, kuhusu bajeti zao, watasahau wajibu wao. Bwana Yesu aliniambia, waambie ulimwengu kwamba divai, pombe na whisky ni uharibifu ambao huongeza kichocheo cha ngono kwa wanywaji. Mbuzi ni pepo wa utegemezaji wa pombe, ambapo methali hii ilitoka kwa mama mwizi, mwizi daima. Huu ni utegemezi. Tulipokuwa tukipeperuka msituni, Bwana Yesu aliniambia, Mithali 23:29 hadi 30, ni nani aliye na ole? Ni nani aliye na huzuni? Nani aliye na ugomvi? Nani ana usemi? Ni nani aliye na majeraha bila sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakaao kwa mvinyo wa muda mrefu, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame divai ikiwa nyekundu. Hatimaye huuma kama nyoka, huuma kama fira. Kisha Bwana Yesu akaniambia, watumiaji wa pombe watajikuta na majeraha. Akaniuliza, majeraha haya yanatoka wapi? Bwana akajibu, kutokana na kuumwa na nyoka. Nyoka atawang'ata waasiriwa wake kwa njia ya divai na unywaji wa pombe. Yesu alisema, hili ndilo jibu la maswali ya Yeremia. Ndipo Bwana akanipa Yeremia 8:20 hadi 22. Mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala haujaokoka. Kwa maana nimeumia binti ya watu wangu, mimi ni mweusi, mshangao umenishika. Je, hakuna zeri katika Gileadi? Hakuna mganga hapo? Mbona basi afya ya binti ya watu wangu haijapona? Bwana akasema, hii ni kutokana na majeraha yaliyosababishwa na nyoka aliyefichwa ndani ya mvinyo. Alisababishia watu majeraha kwa mvinyo na pombe kali. Katika bia kuna nyoka. Kwa kweli, pombe na divai ukabidhi watumiaji wake kwa Dionysus. Ikiwa umekuwa ukitumia divai yenye kileo, unahitaji ukombozi. Siku moja nilikuwa nikitembea barabarani. Kulikuwa na baa karibu na watu walikuwa wakinywa na kustarehe, wakati ghafla Bwana alifungua macho yangu. Niliona pepo hili la pombe ndani ya glasi ya bia ambayo mtu alikuwa akinywa. Kweli pepo amepungua na kujipunguza ukubwa na urefu wake ili kujitosha kwenye glasi hiyo ya bia. Nilipokuwa nikitazama huyu pepo ndani ya glasi ya bia, aligundua kuwa nimemwona. Alinitazama machoni mwangu nami nikamtazama. Macho yetu yalipogusana, nilijisikia vibaya sana na kufadhaika. Usiku ule nilikosa raha sana. Hebu fikiria mtu anakunywa bia na pepo ndani ya glasi. Nilisahau kukwambia kuwa huyu pepo alikuwa katika umbo la chura na amekaa ndani ya glasi ya bia. Hii inasumbua, mpendwa. Kuna pepo kwenye glasi hiyo ya divai na whisky au pombe unayokunywa. Anaweza kuwa na umbo la chura ama lingine lolote ndani ya mvinyo. Mnywaji wa whisky au bia au mvinyo wowote unahitaji ukombozi. Jitenge kabisa na kupenda vitu vya ulimwengu, kwa maana tutaviacha hivi karibuni hadi umilele.
Na sasa hebu tuangalie kuhusu jambo lingine. Hapa ni kuhusu kondoo na mbuzi wakati wa mwisho. Kulikuwa na kutembelewa na Mungu siku ya Jumanne ya tarehe 24 Julai mwaka 2007. Siku hii Bwana Yesu Kristo alikuja mwenyewe kututembelea kanisani. Alifuatana na malaika wakuu Mikaeli na Gabrieli. Walipokuja, Bwana alianza kuzungumza nasi kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Nitarudia kabisa maneno ambayo Bwana alituambia kanisani. Bwana alisema, "Je, unajua kwa nini nilisema nitamtuma Roho wangu katika siku za mwisho?" Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Ingawa alikuwa amekuja tayari siku ya Pentekoste, Matendo 2:4. Bwana akasema, "Imeandikwa ya kwamba siku za mwisho nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili." Lakini twajua ya kuwa Roho Mtakatifu amekwisha kuja ndani yake siku ya Pentekoste. Je, haikuandikwa katika neno langu kwamba kuna Roho mmoja, Waefeso 4:4, ambaye ameshuka siku ya Pentekoste? Basi kwa nini ninamtuma Roho wangu tena siku za mwisho ingawa amekwisha kuja? Yesu alisema, "Lazima mfahamu kwamba katika siku za mwisho, wakati Roho yangu itakapowashukia watu wangu, kanuni ya Pentekoste itarudiwa." Inamaanisha kile kilichotokea siku ya Pentekoste kitatokea tena katika siku za mwisho. Itakuwa ni siku ya Pentekoste kurudia. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 13 hadi 14. Na walipokwisha kuingia ndani, wakapanda chumba cha juu, wakakaa Petro na Yakobo na Yohana na Andrea na Filipo na Tomaso na Bartholomayo na Matayo na Yakobo mwana wa Alfayo na Simoni Zerote na Yuda nduguye Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja na wale wanawake na Mariamu mama yake Yesu na pamoja na ndugu zake. Siku ya Pentekoste ilipofika, waumini walikuwa wamekusanyika pamoja mahali pamoja huko Yerusalemu. Yesu alisema, "Hivi ndivyo hasa vingetokea siku ya mwisho. Katika siku ya mwisho, Roho ya Pentekoste itafanya watu wangu kuwa na tabia ya kukusanyika pamoja katika ushirika." Roho Mtakatifu atawafanya watu wangu kuwa na roho ya kukusanyika. Watapenda kukusanyika kama ilivyoandikwa, "Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakaapo kwa umoja. Ni kama mafuta ya thamani kichwani, yashukayo ndevuni mwa Haruni." Zaburi 133. Yesu alisema kusanyiko ni roho ya Pentekoste, na katika siku za mwisho nitamimina roho ya Pentekoste katika kanisa langu tena, ambayo ni ibada ya ushirika na kukusanyika. Katika siku za mwisho roho yangu itashuka tu juu ya wale ambao ni washirika wa kanisa lililowakilishwa hapa na chumba cha juu. Watu watakuwa na mwelekeo na ushirika na kuwa katika mkusanyiko wa kanisa. Kisha Bwana akatuambia katika kusanyiko lile, "Ni lazima nyote mpate madaftari yenu ili kuandika." Siku hiyo tulikuwa waamini 40 kanisani. Sote tulitii maagizo ya Bwana. Sote tulichukua madaftari na kalamu ili kuandika ushauri wa Bwana. Kisha Bwana akatuagiza tusome Mathayo 25, "Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake, mataifa yote yatakusanywa mbele zake, naye atawatenganisha watu mmoja na mwingine, kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wa kushoto." Hiyo ni kwenye Mathayo sura 25 mstari wa 31 hadi 33. Bwana alisema, "Kwa msingi wa kifungu hiki, wale ambao watakuja kulia kwangu ni Wakristo ambao wameonyesha nguvu wakati wa kutembea kwao mwishoni mwa nyakati. Walikuwa na nguvu sana." Bwana alisema,
Wale wanaoitwa mbuzi ni waumini ambao walikuwa dhaifu katika mwenendo wao katika nyakati za mwisho. Bwana akasema, ngoja niongee na wewe, nichambue wasifu wa mbuzi kwenye maandiko. Mbuzi ni mnyama ambaye dhambi na makosa ya watu yaliwekwa juu yake, kisha akapelekwa nyikani, ambayo ni makazi ya watu. Pepo Azazeli. Soma kitabu cha Mambo ya Walawi 16:10. Bwana akasema, hii ndiyo sura ya Mkristo muasi ambaye ni mkaidi na anayeishi katika udhaifu, ambaye pamoja na jitihada zilizowekwa na kusaidia kutubu na kujitakasa, bado anashindwa kujibu jitihada hizo. Amechukua sura ya mbuzi. Hii ni taswira ya Mkristo ambaye hana mizizi ya kumtumikia Mungu na hana kanisa la kutumikia kama mshirika. Wakristo wa namna hii wanashindana na kutangatanga kiroho. Hili ni kundi la waumini ambao mchungaji amewaacha, ambao wanaishi kama mbuzi. Wanaishi maisha ya bila kutimiza kusudi ambalo walikusudiwa. Bila shaka ni hali ya kukatishwa tamaa na Muumba. Hata hivyo, mwana-kondoo anayeoneshwa katika madhabahu mbalimbali za mauaji ya kimbari, mwana-kondoo ni mfano wa mwamini anayejua jinsi ya kupata matokeo ya mateso ambayo mtu anavumilia ili kuishi maisha safi na mapenzi ya Mungu. Madhabahu na dhabihu vinawakilisha Wakristo ambao wamekomaa na wanashiriki katika kazi mbalimbali za kanisa. Kutolewa kwa mwana-kondoo ni sura ya Mkristo aliyekubali mateso ndani ya kanisa ili kazi ya Mungu isonge mbele. Kitendo cha kumchukua mwana-kondoo na kumchoma moto madhabahuni ni picha ya mwamini anayeteseka katika huduma ya Mungu kanisani ili kazi ya Mungu isimame. Mkristo anayefanya kazi ya Mungu kanisani ni picha ya mwana-kondoo aliyeinuliwa juu ya madhabahu na kuteketezwa kwa moto. Atakuwa miongoni mwa wana-kondoo watakaokuja upande wa kuume wa kiti cha enzi cha Bwana katika siku za mwisho. Kufanya kazi kanisani maana yake umekubali kuvumilia mateso na moto wa madhabahu. Bwana Yesu alituambia, je, haikuandikwa kwamba mimi nimewafanya ninyi kuwa ufalme wa makuhani? Kuwa kuhani maana yake ni kushiriki katika kazi ya Mungu. Kushindwa kushiriki katika kazi ya Mungu kunamaanisha kwamba hautekelezi kazi za kuhani. Lakini nimewafanya ninyi kuwa ufalme wa makuhani. Nawe umefanywa kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Ufunuo 5:10. Hivyo ufalme wa mbinguni ni wa wafanyakazi na watumishi. Kuna watu wanakuja kanisani lakini wanakataa kutumikia na kushiriki. Bado imeandikwa, ninyi ni ufalme wa makuhani. Hawafai wasifu wa mwana-kondoo ambaye anainuliwa juu ya madhabahu kwa ajili ya huduma katika kanisa na kuvumilia maumivu kwa ajili ya kazi ya Mungu kusonga mbele. Wale ambao ni watumishi katika kanisa wanainuliwa juu ya madhabahu kwa sababu wao ni wana-kondoo. Nakumbuka nilipokufa kwa masaa 10, niliona watu walioaga duniani. Miongoni mwao walikuwemo Wakristo waliozuiwa kuingia kwenye lango la mbinguni. Walikuwa wakiomba rehema. Mara nikamwona yule malaika aliyetumwa kwa makanisa ya Wakristo hawa akitua kwenye lango la mbinguni. Wakati huo nilimwona malaika mmoja akielekea kwa Mkristo aliyekuwa miongoni mwa wale watu kwenye lango la mbinguni. Akamwambia, nakujua wewe, lakini hunijui. Mimi ni malaika wa kanisa lililo pembeni ya nyumba yako, ambayo ilipaswa kuwa kanisa lako. Nilikuwa nikikungoja ili nikubariki mara tu utakapokuwa mshirika wa kanisa langu, lakini ukakataa kujiunga na kanisa licha ya msisitizo wa Roho Mtakatifu moyoni mwako.
Kwa kujiunga na kanisa hilo, mchungaji alipaswa kukufundisha ujumbe sahihi ambao utakutakasa na kukutakasa kwa ajili ya mbinguni, lakini ulikataa. Nilikuwa nakungoja ili nikubariki mara utakapokuwa mshirika wa kanisa langu, lakini ukakataa kujiunga na kanisa licha ya msisitizo wa Roho Mtakatifu moyoni mwako. Huingii lango la mbinguni. Nilimwona malaika akimwonesha mtu huyu upande wa kuelekea kwenye makao ya wafu ambako moshi mweusi ulikuwa ukifuka. Mpendwa, kumtumikia Mungu kanisani maana yake tutastahimili mateso na moto wa madhabahu, maana mwanakondoo anatakiwa kuinuliwa madhabahuni. Hatuwezi kuruka moto wa madhabahu kwa sababu kama mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi, atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Kumbuka, kanisa ninalolizungumzia hapa ni kanisa la kweli ambapo Roho wa Mungu hukaa na kutawala kikamilifu. Ikiwa uko katika kanisa la uongo, la kimwili au lililokufa, kazi yako itakuwa bure. Toka kati yao na ujitenge. Omba kwa bidii ili Mungu akuelekeze kwenye kanisa la kweli la utakatifu kamili ambapo Roho Mtakatifu yuko. Endelea kuwa macho dakika yoyote kuanzia sasa. Tarumbeta inaweza kuvuma. Na tutaishia hapo. Tafadhali usikose mwendelezo. Usikose sehemu inayofuata ya ushuhuda wa kwake mtumishi wa Mungu Moses Lushiku kutoka nchini Kongo. Kwa leo tutaishia hapo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jackton Msafiri. Unaweza pia ukanipata kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jackton Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye YouTube. Channel inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover. Promova TV. Wahariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax pamoja na David Robert. Kwa maswali, maoni, mapendekezo, ushauri, msaada wa kiroho ama kuiwezesha Promova TV kwa sadaka, tafadhali tumia nambari hizi: kujumulisha 255 766 294335 au kujumulisha 255 784 074 462. Asante sana kwa kufuatilia. Tafadhali tukutane katika sehemu inayofuata. Tukutane kwenye mwendelezo. Kwa leo nasema bye bye. Uwe na siku njema. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844
735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005181919273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.